Tunapaswa kuishi kwa unyenyekevu bila kujigamba ama kujiinua, kwa sababu maisha yanaweza badilika kwa sekunde moja. Tuwe wanyenyekevu na watu ambao wanaomtumainia Mungu na kumweka mbele kwa kila dakika. Karibu, wacha neema ya Bwana ikawatoshe. Asante kwa support yenu. Mungu mwaminifu akasiti kutimisha hitaji la kila mmoja. Leo tunaenda kusoma andiko ambalo linatuonya kwamba tusiwe watu wa kujigamba, tusiwe watu wa kujiinua, kwa sababu unajua kwamba wakati wa Bwana ukifika kila jambo litakuwa sawa. Tuwe watu wa kumtumainia Bwana kwa kila mipango, kwa kila chochote tunachokifanya, tuwe tukimtanguliza mbele. Tusiwe watu wa kuchamba kesho, maana uchui kile kitakachosaliwa saa inayofuata. Naenda kusoma andiko ambalo linatuonya sisi kama wanadamu, maana sisi wanadamu huwa saa zingine tunasahau, tunaenda kinyume, tunajigamba, tunafanya vitu ambavyo havistahili mbele ya Bwana. Tukisoma andiko la Bwana kutoka kitabu cha Mithali 27 mstari wa kwanza. Mithali sura 27 mstari wa kwanza. Usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui yatakayosaliwa na siku moja. Usijisifu kwa ajili ya kesho, kwa maana hujui yatakayosaliwa na siku moja. Tusijisifu kwa kesho, tusijisifu kwa saa inayokuja. Hujui kile kitakachotokea. Mipango yetu saa zingine haiendani na kile kinachotokea, kwa sababu hatuna uwezo wa kumulika kujua ni kipi kitakuja katika sekunde inayofuata. Lakini Mungu, tukimtumainia Bwana kwa kila jambo, ndiye anatuongoza, ndiye anatuelekeza, kwa sababu tuko kama giza, tunatembea katika kwenye giza. Bwana hujui chochote kitakachotokea. Hatuna uwezo wa kujua kile kinaendelea mbele. Hii Biblia inatuonya ya kwamba hatupaswi kujigamba au kuwa na uhakika mkubwa kuhusu kesho, kwa sababu hujui litakalotokea. Binadamu hawana uwezo wa kutibidi au hata kujua kile kitakachotokea baadaye. Ingawa ni vizuri kuweka mipango, neno linatukumbusha kwamba kuishi kwa unyenyekevu, kwa sababu maisha yanaweza kubadilika kwa sekunde moja tu. Kufumba na kufumbua, kila kitu kimebadilika, kwa sababu hatuna uwezo wa kujua kile kitakachotokea. Mungu ndiye akona uwezo. Inafaa tusiwe watu wa kujigamba, tusiwe watu wa kujiinua, tusiwe watu wa kujilinga, kwa sababu hujui ni kipi kile kitachotokea. Tu watu wa kumtumainia Bwana, kwa sababu ndiye anajua kesho yetu, ndiye anajua hiyo saa inafuata ni kipi kitakachotokea katika maishani mwetu. Tusijigambe kwa mipango tumepanga kesho ama mwaka, kwa sababu ni vizuri kupanga, lakini kuwa mnyenyekevu. Wacha Mungu akatuongoze. Haujui. Sasa tuko na miaka, tumepanga na mipango hata miaka 10 na kucha. Je, tutakuwa tumefika hapo? Tukifika, wacha tumtangulize mbele Mungu. Tukifika, wacha tukawe wanyenyekevu kwa kila jambo, kwa sababu peke yetu hatuwezi, hatuna uwezo na hatuna nguvu. Hii maisha si yetu. Hii maisha tumepewa kwa muda. Ni kama ya kukobesa, ni kwa muda mchache, tena yatatoweka. Lakini mwenye kutupaya maisha ndio tunafaa kumtumainia, ndio tunafaa kumuomba, ndio tunafaa kunyenyekea mbele zake, maana hakuna uwezo, hakuna nguvu, kwa sababu tunaambia kwa maisha yanaweza badilika kwa sekunde. Kufumba macho na kufumbua, fulani yameenda. Hata unaona watu wanasaingine wanakufa bila hata kuonjeka. Hajali. Hawakuambiwa hii gari umepanda ni ya mwisho. Yaani vitu mingi vinatendeka, wengi wanalala hawaamki. Hivyo ni kuonywa ya kwamba tusiwe watu wa kujigamba, tuwe watu wanyenyekevu katika hii maisha si yetu. Hii ni ya muda mchache tumepewa, mwenyewe ataichukua. So hii muda tumepewa, tuwe watu wa kumtumainia Bwana, tutende kati mapenzi yake, tutende yale Mungu anayotaka sisi kama watu wake tukaweza kuyafanya. Yeye ni Mungu wetu na hakika atatuokoa, atatulinda. So usijigambe sana, usiinue sana, kwa sababu litakalotokea mbele hauna fahamu ya kwamba ni kipi kitakachotokea. So tumtumainie Bwana, usio watu wa kujigamba. Biblia imetuonya sana. Hii ni honyo kubwa. Kesho iko, ni vizuri kuwa na mipango, lakini iweke mbele ya Mungu. Majaliwa ya Mungu, Mwenyezi Mungu yakituchalia, tukifika hiyo tutafanya. So unafaa ufikirie kile uko nacho kwa saa hii. Kama ni saa hii, panga mipango ya saa hiyo, ingine achia Mungu. Ukifika hapo, kila siku waje tushughulikie kifi yake, na Mungu akituongoza.
kila kitu kitakuwa sawa. Pia kutoka kitabu cha Yakobo 4:13, Yakobo 4:13, sasa nisikilizeni nyinyi msemao leo au kesho, tutakwenda katika mji huu au ule, tukae mwaka mmoja huku tufanye biashara na kuchuma fedha. Sasa nisikilizeni nyinyi msemao leo au kesho, tutakwenda katika mji huu au ule, tukae mwaka mmoja huko tufanye biashara na kuchuma fedha. Tuko na plani kama hii, tuko na mipango. Sasa watu kama hao tusikilizeni fenye Biblia inatuonya. Tusikilizeni sana fenye Biblia imetuonya. Hii inatukemea tabia ya kujifanyia mipango ya muda mrefu, kama kwamba maisha ya mafanikio yanategemea nguvu zako mwenyewe. Yaani tunajipangia maisha ya mafanikio, si nguvu zetu mwenyewe, ni Mungu anakuwa anatuongoza ili tukaweza kufanikiwa. Lakini tunajifanyia mipango ya muda mrefu kwamba hii maisha ni yetu. Huwezi jua hata kitakachotokea kesho, na uhai wako ni kama ukungu, unaonekana kwa muda mfupi kisha unatoweka. Kama ukungu ile tunaona asubuhi mfujue ikiwaka imeisha. Hiyo ndio uhai yetu iko hivyo. Lakini tumeweka agano miaka hiyo ingine, kitu ingine tutafanya. Biblia imetuonya sana. Utume Yakobo anamalizia kwa kusema kwamba badala yake tunapaswa kusema Bwana akipenda tutaishi na kufanya hili ama lile. Katika kitabu cha Yakobo 4:15, tutaishi kutenda hili ama lile, Bwana akitupenda, Bwana akipenda. So kwa kila kitu unachopanga, kama ni mipango ya mwaka unayokuja, Mungu akituchalia tukifika huo mwaka tutatenda kile ama hiki, Mungu akipenda. Hiyo ndio kitu tunafaa kuweka mbele. Mungu akituchalia kesho tutafanya machaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tunafaa kutanguliza hilo ndiposa ufanye kile unachotaka. Lakini ukisema wewe ndio unaweza hili, tunajitanganya. Biblia imetuonya vizuri sana. Tuwe makini kwa chochote tunachoongeana, tunachopanga, tukimtanguliza Mungu mbele. Kwa sababu peke yetu hatuwezi, lakini Mungu mwenyewe akipenda mipango yetu itafanikiwa. Mungu akipenda tukiona mwaka mpya, mipango ya hiyo mwaka itafanikiwa. Hiyo ndio tunafaa kuongea, hivyo ndivyo tunafaa kufanya. Na Mungu akasidi kututawala. Biblia imetuonya tushike maagizo. Kama tuko kwenye hii kikundi watu wa kusema kesho ile siku tuchue na turekebishe, na Mungu mwaminifu akasidi kututawala. Kesho iko, lakini sema Mungu akipenda. Tanguliza Mungu mbele, ndiye ako na uwezo, ndiye ako na mamlaka. Maisha si yetu, maisha yanatoweka kama ukungu yanayoonekana na kutoweka masaa. Kwa hivyo kuweni wanyenyekevu, watu wa kumtumainia Bwana, watu wa kumtanguliza Mungu kwa kila jambo tunalolifanya, hili Mungu akaweza kufanikisha mipango yetu. Maisha si yetu, tumepewa kwa muda mchache. Mwenyewe ni Mungu na tumtumainie kila wakati.